afadhali atukumbushe sana. Afadhali kufa kwa heshima. Na yeye ndiye wakati alipokuwa alitamka maneno. Afadhali kufa kwa heshima kuliko kufa kwa unajisi. Kuishi kwa unajisi. Afadhali kufa kwa heshima kuliko kuishi kwa unajisi. Ndio watoto hawa na wenyewe wamefuata mfumo ule ule wa mawazo haya mazito. Mawazo mazito ya mzee wao. Ambaye hataki kuwa mdanganyifu mbele ya uso wa watu. Anyoke na ukweli. Na kufa katika ukweli ni heshima. Kufa katika haki ni heshima. Kuishi katika unajisi? Hapana. Kristo tumaini letu. Sasa ndugu zangu wapendwa, tunalijibuje baada ya tafakari hiyo na mtazamo wetu mbalimbali? Tunajibuje wazo hili, swali hili? Kuna maisha kweli baada ya kifo? Kuna maisha baada ya kifo? Ndio. Una hakika? Kama yapo maisha baada ya kifo. Kama yapo maisha baada ya kifo, kadiri ya utamaduni wako hasa ndani ya kanisa na mafundisho ya kanisa unayoyapata, kama maisha yapo baada ya kifo, unatengenezaje hayo maisha baada ya kifo? Unatengeneza vipi? Usiwe na mtazamo wa maisha baada ya kifo katika mwili. Wengine hapa katika mwili, mtazamo katika mwili. Ili roho ni ya kiume inakea na me. Yesu amesema sentensi moja ambayo ituletee swali lingine. Anasema hao baada ya kufa huko wataishi kama malaika. Wataishi kama malaika. Malaika kuna kea na me. Hapana. Tupo wengine tuna mtazamo wa maisha baada ya kifo kadiri ya mwili. Na hatuna maana ya kwamba yaani ke na me ni swala la mwili. Na hizo tamaduni zingine na mafundisho ya dini nyingine wanaosema tukisha kufa hao wanaokufa wadogo wadogo, watoto wadogo tu ndio wasichana wadogo wadogo ndio tutakuwa wamekuwa kule. Ndio tutawaoa. Sisi wanaume tunakufa baada ya kufika kule sisi. Na kwa mtazamo huo maana kule inakuwa kama kuna kukua na kuna kufa eti. Na baada ya kufa kule tena hapo. Na kama utaoa kule utaona zake na nani? Msikwepe hizo tamaduni na mafundisho mengine tofauti yapo kati yetu. Lakini simama wewe unafundishikaje? Maisha baada ya kifo ni yapi? Kwa mtazamo wa mwili, siku moja niliwatekesha niambia jamani, ninyi ambao mnaoa wenzenu, shauri yako. Kuna jamaa mmoja alimuua mke wake. Baada ya kumuua, watu wenye hasira wakamuua yule mwanaume. Kwa mwanamke amekufa na mwanaume amekufa. Maisha baada ya kifo wanakuta naye. Yesu tumaini letu. Wote wamekufa eti. Maisha baada ya kifo hawa wanakutanaje? Mtazamo wako? Hawakutani. Tunarudi kule kule, tunaelewa nini maisha baada ya kifo. Kama wasafu walimwambia yule marehemu ukamsalimie na fulani na fulani na fulani, wanamaanisha kuna kukutana. Huyu mke ameuawa na mwanaume akauawa na watu wenye hasira. Wanakutana au hawakutani? Wanakutanaje? Kadiri yetu watakutana kama mume na mke. Kadiri ya wengi fikra zao hawatakutana kama mume na mke. Na ikiwezekana watakutana wanaanza kupigana kisasi kule kule. Na kwa mtazamo wetu nasema basi ukifika kule sema sasa tutanikoma. Kristo. Hiyo ndio mitazamo katika mwili. Ambapo lazima tuondoke kwenye mitazamo katika mwili. Tuondoke huko. Tuwe na mtazamo sasa katika roho.
Baada ya kufa kuna maisha gani? Ndio hayo ambayo kanisa linatuletea. Haya mambo mengine ya duniani, tunakufa aje, na mambo mengine mahangaiko, tunaombea leo waliokufa, tunaombea waliojeruhiwa, tunaombea waliopoteza ndugu zao, tunaombea wale waliopoteza mali zao. Wote hao wanahitaji faraja. Na kawaida ndugu zangu, mtu akifa huwa tunakosea mara nyingi. Bwana tunakosea mara nyingi. Kwa mtazamo wangu, mtu akifa tunahubiri sana habari za marehemu. Uongo kweli? Na tunatoa maelezo, tunasema nini? Mwenye kusoma habari za marehemu, inaitwa wasifu wa marehemu, anasema historia ya marehemu, aje asome. Atasoma tena kwa kifupi, kwa peji chache. Mtu mwenyewe ameishi miaka 70. Lakini anasoma hata peji moja inawezekana haijaisha au mbili akifanikiwa kuandika. Lakini anameisha miaka mingapi? 70. Anaeleza mambo mafupi, sasa ni mfupi sana. Na mimi mhubiri naenda pale nikatumia yale maelezo, pengine hata kama sikumfahamu, kama maelezo ya msoma tanzia na nina historia yake, natumia hayo naanza na mimi kuhubiri na kumbamba marehemu. Nisijue kwamba hawa wamefupisha kwenye tanzia waandike mabaya. Na mimi nikaanza kumpamba marehemu. Na mpamba marehemu, watu wengine wanaotazama huko wananishangaa kwamba hivi huyu hakujua marehemu. Hakujua. Alifahamu kweli huyu? Kama ningekuwa na ufahamu, ilitakiwa pale naongea huyu ni picha tunayoletea sasa hivi hapa kwa ajili ya kuongelea kitu fulani juu ya kifo, lakini anayehubiriwa ni wewe na mimi. Tuseme habari zetu. Sababu huyu jamaa huyu alivyokufa hatujui bwana, hatujui vizuri. Ila tumempamba kidogo tu mazuri yake, tumkumbuke katika 1 2 3 na kadhalika. Kidogo sana. Tunobaki. Mtazamo wetu ukoje? Yesu. Tunobaki. Ndio hasa tunapokosea mara nyingi, tunapoongea habari za marehemu zaidi na kumpamba, tunaacha makundi yanayojitokeza huko ndani. Sema wengine wanafurahia kufa kwake kwa sababu alikuwa mchawi kadiri yao. Wengine alikuwa mwizi sana. Wengine alikuwa mgomvi wangu. Wengine nilimchukia sana. Hata nikifa leo sasa hivi, kuna wengine atakunywa pombe kwa sababu anafurahia amekufa afadhali tumepona. Wengine analia machozi. Wengine analia machozi sababu alikuwa anadai sijalipa deni. Kristo. Ndugu zangu, hebu tulijibu swali. Tulijibu swali hilo kwa imani yetu katika kanisa. Na ndio tunachofundishwa, ndio maelezo ya Kristo. Tufarijiane katika matukio mbalimbali ya kimaisha yanayotugusa kwenye safari hii ya kuelekea maisha mengine. Kwa sababu hatuna namna nyingine. Na mapito haya ni ya lazima. Wataendaje watu kwa Mungu? Tulisafsiri vizuri kabisa. Kifo ni kuachana na mwili na roho, sio hivyo? Alafu kifo ni njia kuingia maisha mapya. Si ndio jamani? Sasa kama tutaendaje kwenye maisha mapya bila kifo? Lakini hayo maisha mapya yenyewe tafsiri nzuri. Maisha hayo mapya sio maisha ya kisasi. Tunavaa roho ile mpya, utakatifu ule, lakini tutaingiaje huko? Na heri ndugu zangu, tukitafute kifo vizuri. Ndio maana tukirejea nyuma kama msaada, tukirejea nyuma namna ya kwenda vizuri kama msaada. Ndio maana tukirejea nyuma, kila mmoja akitaka kwenda vizuri ajue kimo chake. Tukirejea nyuma, ajue kimo chake. Lugha iliyotumika inasema Zakayo alikuwa mfupi wa kimo. Wewe ni mfupi wa yale yanayokuzuia wewe usiweze kukutana na neema za Mungu. Yanayokuzuia ni ufupi wa Huyu Zakayo alikuwa mfupi wa kimo. Tunarejea nyuma, ni msaada. Hapa kila mmoja ni mfupi, ana ufupi wake. Wewe ni mfupi wa nini? Usimtazame mwenzako, habari za kwako. Mwenzako utalinganisha tu kati ya John na Mwarongo. John mrefu kuliko Mwarongo. Utalinganisha. Lakini wewe John ni mrefu ni mfupi. Wa nini? Mfupi katika nini?
Kristo. Tukielewa hilo, ni rahisi kujisaisha. Ni rahisi kujisaisha, hata namna ya kukabili kifo utavaa ujasiri kama watoto hawa. Utavaa ujasiri ule. Utaona thamani ya maana chochote cha kubaki duniani eti kwa sababu wanataka, na hivyo utakufa katika ukweli. Na ndivyo utakoitwa shahidi kwa kifo chako. Hata mwingine hatuna maelezo yote, amekufa kishahidi au amekufa kijinga.